Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ametoa siku 30 na kumtaka mkandarasi wa kampuni ya Chico anayetekeleza ujenzi wa upanuzi wa barabara ya Nsalaga Ifisi yenye urefu wa kilomita 29 kwa njia 4 jijini Mbeya kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili uweze kukamilika na kupunguza msongamano wa magari katika jiji hilo. Ulega ametoa maelekezo hayo jijini Mbeya wakati alipokuwa akikagua maendeleo ya mradi huo na kutoridhishwa na hatua za utekelezaji wake ambao hadi sasa umefikia asilimia 25. Aidha, ametoa maelekezo kwa meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya kumsimamia mkandarasi kwa ukaribu ili hadi kufikia mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu mkandarasi awe amekamilisha kilomita 10 za lami katika barabara hiyo na kuahidi kurudi tena kwa ajili ya kukagua maendeleo hayo. Pia amemwelekeza meneja huyo wa TANROADS kuhakikisha ujenzi wa barabara hiyo unaenda sambamba na ufungaji wa taa za barabarani ili kupendezesha mji wa Mbeya na kuimarisha masuala ya ulinzi na usalama wa wananchi wanaotumia barabara hiyo. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Mama Samia hoye! Dr. Tulia hoye! Ujio wangu hapa kwa kweli ni msukumo mkubwa wa Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson. Akitaka kujua ni namna gani tunamalizana na jambo hili. Kwa hivyo hongereni sana watu wa hapa Mbeya. Na mimi nimepita kuikagua barabara. Yeye amenialika na Chama cha Mapinduzi kimenialika kwamba njoo uone, na tunataka majawabu. Muda unakwenda lakini hatuoni matokeo. Kwa hivyo nimekuja kwa ajili ya jambo hilo. Na yako ambayo yamekwisha kuanzwa mlipopata nafasi ya kusema kwamba yako ya mitaro ya maji yanayotokana na ujenzi unaofanyika hapa, na mbunge ameniomba nitoe majawabu ya kwamba hayo mamitaro tutafanyaje. Lakini vile vile yapo yanayohusu ujenzi utakapokuwa unaendelea na ukakamilika. Vijana wa bodaboda tumewazingatiaje? Wakina mama wanaofanya biashara ndogo ndogo tutawazingatiaje? Au ndo kishajengwa basi tena wao la kwao limeisha, wanaangalia kwa mbalimbali hivi maendeleo haya. Na lingine lililozungumzwa ni kule Mbeya vijijini, mabarabara kadhaa aliyoyataja Mheshimiwa Oran Njeza ya Shigamba ametaja barabara zile za Isionja Kikonde ambayo hiyo inakwenda mpaka Makete, na yenyewe ameitaja pia vile vile, na ile Makongoros. Yote tumeyazingatia. Sasa mimi niwaambie, serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndiyo inasimamia na imeleta mradi huu kwa ajili ya kuondosha kero ya msongamano katika eneo hili la Mbeya, imekwisha kutoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 30, jumla bilioni 35. Mkandarasi huyu amekwisha kulipwa. Njoo bwana mkandarasi hapa. Na naambiwa wewe sasa unajua Kiswahili. Come right here. Yes, hapa. Hapa. Huyu bwana tumekwisha kumlipa bilioni 35 za ujenzi wa barabara hii kutoka Uyole kwa maana Nsalaga mpaka Ifisi. Hizo bilioni 35 hajazifanyia kazi yetu ipasavyo. Let me tell you something. I'm a representative of these people in this city. I have seen recently, like I came on Thursday, and I saw most of your people at work. It's only because you knew now the minister was about to come. Yes. That is how you have increased all these efforts. But I haven't been seeing all the efforts that I'm seeing now on the road. So what is not happening? Haven't you been paid? Now the minister is saying you have been paid. Yes. But even if you weren't paid, when you were being given this contract, the understanding was that Chico has the financial muscles to handle this road. Now, when you're taking that long, what do you want from us? We want the road constructed. Thank you. Anasema wataanza June kutuonesha lami itakuwa tayari hapa. Mpaka Julai itakuwa imekamilika. Inapita humu kutoka kule Nsalaga kwenda uelekeo wa huku. Hapo vipi?
Tumpe muda, au sivyo? Afanye usiku na mchana. Si ndivyo mbunge alichoomba kwamba anataka lami ionekane hapa? Na ninyi wenyewe mnasemaje? Yes. Mheshimiwa Waziri. Yes. Mheshimiwa Waziri, unajua sisi tuko hapa. Ndio. Yaani tuko hapa. Yaani wewe ndio umekuja kututembelea. Tuko hapa. Sasa. Ndio. Yeye anasema usiku na mchana kufanyaje? Sisi tuko hapa. Tutakupa taarifa. Asante sana. Wala tukai mbali. Tuko humu tu. Tutamuona. Na mimi ningependa sana watumie muda mwingi zaidi wa usiku. Sawa jamani? Ili mchana watu mufanye biashara zenu. Na wanapokuja muwape ushirikiano. Kwa sababu tumekubaliana tunataka tukamilishe itakapofika mwezi wa 6 wa 7 lami ianze kuonekana humu. Wanaosema hivyo wanyoshe mikono juu. Wote wamenyosha mikono hivyo. Wanataka kuona mwezi wa 6 wa 7 lami inapita humu. Mkandarasi nani huyo? Manager yuko wapi? Wewe bwana, umesikia hapa wamesema kuna maji yanasumbua huko. Yanasababishwa na mtaro mkubwa ambao huo mtaro umesababishwa na ujenzi huu. Sasa huo mtaro msiushie njiani. Ni lazima muusogeze ili usilete mafuriko katika ile eneo. Sawa mzee? Na ule mlima Nyoka uwekeni pia katika addendum ya kuweza kuhakikisha kwamba 25-26 tunaupasua ule mlima ili tuweze kuwanusuru wa Tanzania. Kila siku tunaandikiwa tu barua za kupewa pole. Hilo tuachane nalo sasa. Umenielewa vizuri? Na ile ya kuingia airport, Mheshimiwa Speaker, tutaiweka kusudi katika budget yetu ya 25-26 kama addendum tunakwenda kumalizana nayo. Huyu mkandarasi ameleta masababu yake mengi. Mimi nimshukuru sana mkuu wa mkoa. Katika hizi sababu nyingi alizozisema hapa, mkuu wa mkoa alikisha zishughulikia. Kazi iliyobaki hapa ni kufanya kazi usiku na mchana.